Na mnatumai uko vyema pahali popote ulipo mpendwa msikilizaji, karibu katika dawati la wingu saa 9. Jina langu Brian Kipngeno. Wanafunzi wa Olamoitia wahamasishwa kuhusu mazingira kama njia moja ya kuimarisha mipango ya serikali kuipanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Wanafunzi kutoka kaunti hiyo ya Narok Magharibi wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hapo awali kaunti ya Laikipia imekuwa ikitegemea mifugo na mazao ya chakula kama mahindi na ngano. Kaunti hii iliyo na ukame ya wastani sasa inaanza kulima kahawa, ikilenga kufuatia nyayo za maeneo ya jirani kaunti zilizoko na mkaa wa kati. Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wameapa kutorejea darasani mpaka serikali iwajibike na kutekeleza makubaliano ya kuwalipia fedha wanazodai. Kupitia wasimamizi wa vyama vya wahadhiri wanasema serikali imekuwa ikiweka ahadi na kuwapuuza kila mara wanapohitajika kutimiza ahadi hizo. Hali hii inaendeleza kutatiza masomo vyuoni. Na kwingineko katika kaunti zinazopatikana na ziwa Victoria zajivunia maendeleo. Miaka miwili baada ya taifa kupokea kitita cha shilingi bilioni 7 ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, jumuiya ya eneo linalopatikana na ziwa Victoria ambalo ni Nyanza na Magharibi itaonyesha jinsi fedha hizo zilitumika katika kongamano la kwanza ya hali ya hewa. Kongamano la masuala ya bahari lakamilika kaunti ya Mombasa. Kongamano la masuala ya bahari limekamilika katika kaunti ya Mombasa, huku washikadau katika sekta hiyo wakitakiwa kufanya kazi kwa pamoja na kubuni mikakati ya kulinda bahari na viumbe vyake. Na kwingineko, serikali ya kaunti ya Kitui imeanzisha zoezi la kuongeza idadi ya zahanati katika kila kijiji ili wananchi wapate huduma za matibabu wawe karibu nao. Kina mama wajawazito kutoka kaunti ya Nyandarua wamehimizwa kukumbatia lishe bora ili kuimarisha maisha yenye afya. Maafisa na wataalamu wa afya wanasema kuwa chakula bora kinahusisha kula chakula chenye vitamini na madini, maji mengi, na pia kuhimiza kina mama wajawazito kujihusisha na mazoezi ya kawaida ya wastani. Tume ya kupambana na ufisadi EACC kudhibiti visa vya ufisadi. Tume hiyo ya kupambana na ufisadi katika serikali ya kaunti kubuni kamati ya kuzuia visa vya ubadhirifu wa pesa za umma kwa njia usiyofaa. Na msikilizaji, katika taarifa za kimataifa ni kuwa taifa la Russia yaendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Msikilizaji, siku ya kuamkia leo zaidi ya watu 21 wameweza kuuawa kwa makombora yaliyosababishwa na vikosi vya kijeshi vya anga vya Urusi katika eneo la Kiev, Ukraine. Na msikilizaji, kwa sasa nimeweza kufika tamati katika muktasari wa wingu saa 9. Jina langu Brian Kipngeno.